Leo ni tarehe 27 na ni mwezi wa 10, na hakika huyu Mungu atazidi kuwa pamoja nasi, na tuko na mande kama 4, na sasa Mungu amekuwa pamoja nasi katika hizo zote Mondays, na Mungu amekuwa kimbilio letu. Kwangu na kuita Olifa na kuita Omega, kwa maana huyu ni Mungu Olifa na Omega. Eleza wenzako, na huyu ni mwanzo na mwisho. Na wakati wote unajua ya kwamba yeye ni mwanzo na mwisho katika maisha yako, itakuwa sawa, kwa maana huyu ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Nataka kuongea kuhusu kutembea na ukweli. Sijui kama unajua, unapotembea na ukweli katika maisha yako ni vyema. Sijui kama unajua ukweli unasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Na leo asubuhi ya leo tutatembea na ukweli. Unajua kwa nini Elia alikuwa anaambia waabudu sanamu ya kwamba wacha tuone ni Mungu gani atajibu? Bwana Yesu asifiwe. Tuone ni Mungu gani atajibu hii maombi. Bwana asifiwe. Alikuwa na uhakika na Mungu, alikuwa na ukweli. Na asubuhi ya leo tunapotembea na ukweli, mwanzo wa wiki hii na mwisho wa mwezi huu wa 10, maisha yetu yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wote walitembea na ukweli wa Mungu. Unajua ukweli wa Mungu ni zaidi ukweli wa mwanadamu. Sijui kama unajua ukweli wa mwanadamu una shaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli wa mwanadamu una shaka za aina nyingi. Na hata kuna mahali Biblia inasema kwamba usitarajie, usiweke tumaini lako kwa mwanadamu, kwa maana mwanadamu hakuwagi na ukweli kabisa. Na usitegemee mwanadamu, usiweke tumaini lako lote kwa mwanadamu. Usiweke tumaini lako, kwa maana mwanadamu hakuwagi na ukweli kabisa. Nitikani wamenya nui mundu mwauraga koragwo na mafiu exactly. Mono gikaigwa mundu ni akwendete think twice. Toro naigwa gikwira uguo wapu agithione kaundu kagithie gutiga. Nithi ndikionaga acirikinyanite mahoyagira haha. No kona mundu akwira gutungati niona kanitha ino ni koimba. Riu nenda menye niona mundu angithira na koimba, niĩ nĩngorwo ngĩmenya anything can happen. No mũkore nĩ athii. Ndũkanekĩre mma yaku harĩ mũndũ. Mma yaku ndũkanamĩkĩre harĩ mũndũ, tondũ mũndũ rĩ, mma yake nĩ akanona nĩ 10%. 10%. Ti ona tuwiki ni 10%. Sasa wacha nikueleze, ni vyema kutembea na ukweli, ama ukweli wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikitaka some na wewe katika John 8 verse 32. John 8 verse 32 na tuongea Biblia 31. No, naamini Mungu atatusaidia. Eleza mwenzako, tembea na ukweli na haki. Sasa mambo ya leo tutamsihi Mungu atupatie haki yake. Yaani ukweli, kuna haki na kuna ukweli. Tuweke how truth, walking with the truth of God. Are we together? Hiyo ndio itakusaidia. Amen. Tolera Mungu 1+1. Ili tuona leo tuliona kama na hiyo gaidia kwao ali nama kukira 1+1. Yes. Tusomewe John 8 from verse 31 inasema, basi Yesu akamwambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli.
Underline that. Atumesoma namna gani? Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, wale Wayahudi waliyemwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mnakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Underline that. Hakuna kitu cha maana kama kufahamu ukweli. Na asubuhi ya leo tunamsihi Yesu atupatie kufahamu kweli. Na ukifahamu kweli itakusaidia, kweli itakukomboa, kweli itafanya mema. Glory be to Jesus. Na watu wote hutafuta ukweli. Na hata asubuhi ya leo ile kitu mwanadamu anatafuta ni ukweli. Na ukweli ndiye imekosekana. Ukweli imekosekana kwa mwanadamu. Ukweli imekosekana dunia hii. Lakini kuna kufahamu ukweli wakati unashikana na huyu Yesu. Ukweli pale ndiye itapatikana. Mwanadamu hawezi kupatia ukweli. Na asubuhi ya leo tutajua ukweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje, mtawekwa huru? Verse 34. Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtu wa dhambi, ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Amen. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mada ya leo. Hii mada ya leo ndio mada ya mwisho ya mwezi huu wa 10. Na tena hii ni mwanzo wa wiki hii. Tuko na siku 7 ilizo mbele zetu. Tunakusihi asubuhi ya leo utupatie hii ukweli, utembee pamoja nasi. Kwa maana Baba unaweza na una nguvu. Na kuanzia sasa ukweli wako uwe pamoja nasi. Ukweli wako utusaidie. Ukweli wako tupatie mwangaza. Kwa maana Baba unaweza na una nguvu. Na ni katika jina safi la Yesu tumeomba na tumeamini, tuseme Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba ni wakati Yesu alisumbukiwa na Wayahudi. Glory be to Jesus. Na wakati alipomsumbukia, kuna mstari tumesomewa vizuri, ya kusomea pale verse 31. Inasema basi Yesu akawaambia, Abrahamu that. Kwa hivyo Yesu ni kuangalia, aliwaangalia akaona kuna kitu hao watu hawajajua. Na leo katika jina la Yesu Kristo kuna kitu nataka ufahamu. Basi Yesu akawaambia, wale Wayahudi waliomwamini. Kwa hivyo walikuwa wanafanya nini? Wanamwamini. Na sasa katika jina la Yesu, hakika tunaamini huyu Yesu na tunaamini wokovu. Glory be to Jesus. Na leo asubuhi ya leo kuna kitu cha maana nataka ujue. Unaamini, sikataa. Una wokovu, sikataa. Lakini kuna kitu inafaa ya tamani na kuamini Yesu. Ni nini hiyo? Ndio tunaona na amini. Ninyi mkikaa katika neno langu. Mkikaa katika neno langu. Mkikaa katika neno langu. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Kweli kweli. Mmeshika hapo. Mkikaa ndani ya neno langu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli.
Kwa hivyo sasa kuna ukweli unahitajika. Kuna ukweli unahitajika katika maisha yako. Abituke mwanafunzi, lakini lazima awe mwanafunzi kweli kweli. Si kama mnajua enemo akorago na lokinya kandi akorago na lo maitata matatu mwao. Niko ni modo okiruga mana mutungate liwe liwa. Na niko ni modo ne wa mutungate no takiruga mana mutungate. Niko ni modo liwe na no iwe na ona kaka huko forasik. Niyo na jimli tukaka huko ta mutugo. Noni Biblia hati Yesu amelia tena kweli nyinyi wanafunzi, lakini kuna kitu nataka mfanye. Muwe wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli. Underline that. Tena mtaifahamu nini? Kweli. Mtaifahamu kweli. Na nimekueleza kwamba ile mwanadamu hata mimi asubuhi ya leo ile kitu natafuta this morning, natafuta ukweli. Ukweli kupatikana inakuwa ngumu. Moja ikiwa kuna kitu ambaye kinakosekana kujulikana ni ukweli. Na leo ule ukweli tutaupata wapi? Ukweli tutaupata wapi asubuhi ya leo? Jambo la kwanza, lazima utafute ukweli. Tukisoma Mathayo 7:7 inasema, ombeni mtapewa, tafuteni mtapata, bisheni mtafunguliwa. Kwa hivyo asubuhi ya leo tutatafuta ukweli katika neno la Mungu. Tutatafuta ukweli katika ndani ya damu ya Yesu. Tutatafuta ukweli mbele za Mungu. Na asubuhi ya leo, sasa leo ni Monday, ni siku ya kwanza ya wiki hii. Nasimama mbele ya Mungu nitafute ukweli katika maisha yako. Maisha yako inahitaji itembee na ukweli. Maisha yako inafaa itembee na ukweli. Biashara yako ipate ukweli wa kuishi. Watoto wangu wapate ukweli wa kuishi. Kwa maana ukitembea na ukweli wa jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui kwa nini ukweli unaonekana katika mambo kama mambo ya dunia. Unakuta mambo mengine ya dunia kama ina ukweli fulani. Sasa yule mtu alitengeneza hii mwanga ama mwangaza ama stima, alitengeneza na akiwa mahali fulani akawa na ukweli itafika mpaka Karatina. Sasa hii stima imetoka wapi? Nani anajua imetoka wapi? Kulingana na vile tulisoma shule. Kaimura kirana ni mwadha vile. Inatoka wapi wale walisoma mwalimu Gladys? Kwa maji. Na sasa kwa maji, can you imagine? Maji na stima inasikania wapi? Kwa hivyo wale watu walitengeneza stima ukweli ulitoka wapi ili wajue maji inaweza lete stima. Sinaona ukweli, lazima utafute ukweli zaidi kupata. Na ninaona kwamba yule mtu ambaye alifahamu that power, kwa maana aliona katika speed ya stima, aliona mahali pale inaweza kuna ukweli fulani wa kutoa stima. Leo na sasa, kwa uwezo wa damu ya Yesu na kwa uwezo wa neno la Mungu, ikiwa wale walitafuta ukweli katika maji na wakaona tutatafutiwa power pale, na nikogetago power ni nani waitago power ndio ni ndani ya Messi itago power. What about today? We are talking about truth. Truth can come somewhere. Let us find truth where it comes from.
tumeona maji imeleta stima, na stima imeleta mwangaza kwa nyumba zetu. Am I speaking with somebody? Na sasa ukweli ule tunaona, sisi tunaamini Yesu Kristo mwana wa Mungu, ukweli unatoka katika damu ya Yesu. Kwa hivyo pale kwa damu ya Yesu kuna nguvu inatoka pale kwa damu ya Yesu ili ukweli upatikane. Glory be to Jesus. Mavazi inatoka wapi? Mavazi ambayo tunavaa hapo, hii mavazi hapo, mavazi hii tunavaa kwa wanyama na ingine kwa mashamba. Angalia ukweli wa ulimwengu, mavazi ilikuwa ikosi mpaka muda cotton you see. No, sasa we must find the truth properly, kwa sababu sasa tumeona mavazi inatoka katika mimea. Imagine mavazi inatoka kwa mimea, na huwezi fikiria kabisa mimea hii ni nani who discover this truth. We must find the truth of our life today in Jesus' name. Glory be to Jesus. And also, na kuna mtu mmoja alielezwa atakufa, anaitwa Ezekia. Na Ezekia alipata kutafuta ukweli kwa nani? Mili tusomee pale. Awithea. Alitafuta ukweli kwa nani? Mili Isaiah. We are talking about Isaiah. Isaiah, is it that 38? Uone lazima tujue ukweli ule. Isaiah 38. Isaiah 38 from verse 1. Inasema siku hizo Ezekia aliugua. Siku hizo Ezekia aliugua. Akawa katika hatari ya kufa. Akawa hatari ya kufa. Watu wa online, nataka tushikane vizuri ya kwamba kutafuta ukweli katika maisha yetu. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Ezekia akajigeuza. Akafanya nini? Akajigeuza. Sasa alipatiwa ujumbe ya kwamba atakufa. Mwaona, alielezwa. Sasa nabii Isaiah alimkia asubuhi, kama ni asubuhi ama ni jioni, akamwambia sasa jipate, kwa maana wewe utakufa. Na yeye akaona ya kwamba lazima nitafute haki ya kuishi hii dunia. Kwa hivyo hata asubuhi ya leo tutatafuta haki ya kuishi, tutatafuta haki ya kubarikiwa, tutatafuta haki ya kujitetea. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamuomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka haya, na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Kwa hivyo Ezekia kuna kitu alijua, nilikuja mbele yako kwa ukweli. Asubuhi ya leo
tutamsihi huyu Mungu atupatie ukweli. Kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Tufikishe hapo watu wa Bwana. Unaona huyu Hezekia alipata ukweli, na ni vyema kuwaka una ukweli wa kujitetea. Unaona vile tumekuja asubuhi ya leo na mwanzo wa wiki hii, ili ya kwamba tunapoishi for those 7 days unakuwa ukijua na kweli Mungu nilikuomba mwanzo wa wiki hii, ili Mungu usimame na mimi, ili Mungu uniletee uponyaji, ili Mungu usimame na mimi. Kwa sababu Hezekia alikuwa anaenda mbele za Bwana kujitafutia ukweli wa kujitetea. Na huwezi pata ukweli mahali pengine. Ukweli unaupata kwa Muumba wako. Ukweli unaupata kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na asubuhi ya leo tutatafuta ukweli this morning, ili tutembee na huu ukweli wa Mungu asubuhi ya leo. Na wacha nikueleze, ukweli ndiye unahitajika katika mwanadamu, ili mwanadamu aweze kuishi. Na ile kitu wa shetani na adui hunyang'anya watu, hunyang'anywa ukweli katika maisha yao. Sio kama unajua kuna watu huongea uongo ili ya kwamba wakunyang'anya ukweli wao. Bwana Yesu asifiwe. Na ile vita ambayo iko dunia hii ni vita ya kunyang'anywa ukweli unaotembea na ule ukweli. Huoni watu wanapigana na kanisa na kusema hapo injili isiyo ya ukweli, ili ya kwamba wapigane na kanisa na wapigane na wewe. Kautani wengine kautani hapo ukaigenyo kigenyo maukaigua mudusho yako yenda kigenyo ni yafigana na maili ya wina. Na rushile Mungu, ile vita iliyoko ni ya vita ya kunyang'anywa ukweli wako. Na leo asubuhi ya leo naomba Mungu alinde ukweli wangu sasa, na msihi alinde ukweli wangu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Ninapoanza wiki hii, na msihi huyu Mungu alinde ukweli wangu katika jina la Yesu. Alinde ukweli wa kuishi, alinde ukweli wa kupata mali, alinde ukweli wa biashara yangu. Biashara yangu ilindwe, ipate ukweli wa kulindwa. Leo tunaenda makazini. Najua hata watu wa online saa hii kuna mtu wako kazini. Wacha nikueleze, hiyo kazi unayoifanya wacha ilindwe na ukweli wa Mungu katika jina la Yesu. Kuna watu wanapigana na biashara yako ili iondolewe ukweli wa kuendelea. Lakini leo kwa jina la Yesu nimeweka ile biashara yako ukweli wa kuishi na ukweli wa kupata customer. Na hata asubuhi ya leo uko na biashara yako ambaye unataka inawili na inafaa iwekwe ukweli. Mtoto wako awekwe ukweli ili aweze kuishi. Jamii yako iwekwe ukweli ili iweze kuishi dunia hii. Hata mimi kuhubiri hapa nahitaji ukweli wa Mungu sasa, kwa maana kuna wengi wananipiga. Elia alipigwa na manabii 450 false prophets, na wakapigana na yeye, wakasema wewe hauna ukweli. Naye Elia akasema wacha tuone ni Mungu gani aliye na ukweli. Na Biblia inasema akawaambia, tekelezeni madhabahu na mtie maji mingi, ili tutafute ni Mungu gani aliye na ukweli. Asubuhi ya leo niko na Mungu wa ukweli katika jina la Yesu. Na Elia akawaeleza, tangulieni sasa,
Fanyeni ibada yenu tuone ni Mungu gani anabeba ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu gani anabeba ukweli? Biblia inasema kwamba wakatangulia wakamaliza. Naye Elia akawaambia si Mungu wenu ameenda. Si Mungu wenu ameenda. Ngai wanyu githe ndathire eko. Ngai wanyu athire eko. Akania komire kana athire tafari. Lakini ukweli wa Elia ulifanya nini? Ulipatikana. Sasa katika jina safi la Yesu, wapi Mungu huyu wetu sasa? Wapi ukweli ulipatikana? Todo menya na fia bali bera Elisa. Kama bera Elisa. Leke tuone kulianga Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Leke tuone kulianga Elisa. Glory be to Jesus. Lakini Elia akamsihi Mungu, akamwambia Mungu, nakuomba katika jina la Yesu Kristo, naomba uthibitishe kwamba wewe ndiye Mungu ambaye unaishi. Moto ukashuka kutoka mbinguni. Biblia inasema kwamba wao manabii wote wakaonekana sio wa kweli. Naomba kuanzia leo ukweli ndio alichogeoragio mwemora Elija agiagire ma Elija no georagio ndio ndio sheraga namba yake wewe ulikaga sifu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ulikaga sifu todo Elija amene maneto kumenya Ngai wa maneuri ona ndio garudiaga na Ngai wa ma vile wale twale Yesu. Are we together? Todo leo ukuite madio ya Ngai. Glory be to Jesus. Ngai ndio aliyekuotaga. Mimi naona kado unaona. Na wako na tuli mahuti kwa mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nito kumenya Ngai wa madio leo umuthi. Ndio wale twale Yesu. Are we together? Tutajua Mungu wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ndio aona na yeye. Hebu waona. I like that. Verse Kings 18 verse 20. Are you there? Verse 25. Hebu tusome verse 25 inasema Elia akawaambia manabii wa Baali. First Kings 18 verse 25. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja, mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, Baali, utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakalukaluka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza au ana shughuli au anasafiri au labda amelala. Tufikishe hapa. Tukisoma verse 6 inasema verse 36, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Bwana, Mungu wa Ibrahimu, na wa Isaka, na wa Israeli, na ijulikane leo, ujulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu, katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. And I that
na pia akaweka ukweli ya kwamba yeye ni nani. Akaweka yeye charity, yeye ni nani, na wajue mimi ni mtumishi wako wa ukweli. Kwa hivyo hata alisimama akasema, ukijulikana wewe na mimi nijulikane, mimi ninatumikia Mungu gani? Na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Verse 38. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaraba yale maji yaliyokuwemo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifundifundi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko mwisho wa ukame. That guy mwaura ma Elija akiagire ma niwe okiathĩnjirwo mũthenya ũcio. Na ndiposa Biblia inasema kwamba tunapojua ukweli utatusaidia. Andũ a Ngai. Kwa hivyo Eliya alikuwa anatembea na ukweli katika maisha yake. Tukijua ukweli wa Mungu katika maisha yetu, hakuna kitu ambayo itapigana na sisi. Kwa maana ukweli wa watu tumetembea naye kwa muda, lakini ukweli wa watu hausaidii. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Biblia inasema kwa pale tumesoma John, tumesoma na wewe John 8 verse 31. John 8:31. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli, tena mtaifahamu kweli. Mtaifahamu kweli. Leo katika jina la Yesu naomba tufahamu ukweli, utusaidie kama vile ulisaidia Eliya, ukasaidia Ezekia wakati aliambiwa ni mgonjwa na hii dunia. Ili tusaidike, tunahitaji kutembea na ukweli, kwa sababu Ezekia amesaidika kutafuta ukweli mbele za Mungu, naye Eliya ametafuta ukweli mbele ya Mungu. Na manabii 450 manabii wa uongo 450 wanapigana na ukweli ulio ndani ya Eliya. Na vita tulio nayo wakati huu, ukitembea na ukweli, kuna vita inapigana na wewe, lakini ukweli wa Mungu, hakuna wakati ukweli wa Mungu utashinda. Gutire mayanga igere yahoto na ndikahoto na gusire muomo lekeito melema tugurerio maĩrĩa Ngai, tucere na maĩrĩa Ngai muturire ucenji. Tungina mbele haubiri John 8 verse 31 inasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli. Hapo ndipo nataka tukuelewe vizuri, kufahamu ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ kũrĩ andũ nginya mathiaga kanitha makaihũra kanitha na matirĩ nama, ona kĩrĩa kĩmaigĩte kũu nĩ maheni. Nĩ mũĩ andũ nĩ marahete mũno thikũ ici, maheni maihũire na ona no ũkore kanitha kaihũire na kũrwo no ũthuthurio wega kĩrĩa kĩmaigĩte kũu hatirĩ.
no gwikira kirabatara ihinda rĩrĩa kũrigĩrĩria na mairia ĩyaka na nĩyo yahite nĩyo andũ makahetwo mairia yaka. Bwana Yesu asifiwe. Atuakini vituko na maundu maki mareko makari mama yaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo katika jina la Yesu tutafute hiyo ukweli wa Mungu. Turekelee haubini. Tena mtaifahamu kweli. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Nayo hiyo ukweli itawaweka huru. Wanatukikinye hapo kweli, tukikinye hapo. Biblia imetueleza kwamba tutapata nini? Ukweli. Na ule ukweli wa Mungu utatuweka uhuru. Watu wengi wako katika hali ya utumwa kwa sababu wamekosa ukweli ule wa maneno. Na hata nikueleze ukweli unakuweka uhuru. Na asubuhi ya leo tutaweka kazi yako ukweli. Tutaweka wokovu wako ukweli. Tutaweka ombi lako ukweli. Na ukweli ni Mungu aliye juu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukweli ule tunaupata kwa huyu Mungu. Glory be to Jesus. Na ule ukweli utatuinua. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli unatoka wapi? Wakati neno la Mungu unalishika vizuri. Na sasa katika jina safi la Yesu, kuanzia leo nimeachilia ukweli kwako katika jina la Yesu. Kuanzia leo anza kupata ukweli katika jina safi la Yesu. Anza leo kwa jina la Yesu. Ukweli upate, ukweli utembee nao siku ya leo katika jina safi la Yesu. Ukweli ukusaidie, ukweli usimame na wewe. Na tutaomba leo ukweli wa Mungu asubuhi ya leo. Ukweli ule wa Yesu Kristo utuweke huru, ufungue kazi yako, ufungue finances zako, ufungue maisha yako, ufungue watoto wako. Kwa hivyo ule ukweli wa Mungu unafungua mwanadamu. Na sasa asubuhi ya leo ukweli ni nini? Ukweli ni damu ya Yesu Kristo. Ukweli ni neno kutoka kwa Mungu Yesu Kristo, kwa Mungu aliyekuleta dunia hii. Na leo katika jina la Yesu pokea ukweli katika maisha yako. Usifungwe na mambo mengine isiyo ya kweli. Leo katika jina la Yesu, mate ya leo na ombi letu la mate ya leo ni kumsihi Yesu Kristo aachilie ukweli. Ezekia alisimama mbele ya Mungu akamwambia, unajua vile na kuchaka na ukweli mbele zako. Naomba usikubali nikufe. Usikubali nikufe. Achilia ukweli wako. Achilia neno lako liweke uhuru. Biblia inasema kwamba Isaia alitumwa kwa Ezekia, akaelezwa, nenda kwa Ezekia umwambie ajipake mwenyewe. Mwambie ajipake, kwa maana atakufa. Lakini Ezekia akajua ni kweli umesema hivyo, na si ukweli umeleta ujumbe hiyo. Lakini mimi nitarudi mbele za Mungu, nitafute ukweli wa kuishi tena. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu nimekuja mbele zako asubuhi ya leo. Natafuta ukweli wa biashara yangu iishi. Natafuta biashara yangu kunawiri. Natafuta ukweli wa mtoto wangu apone. Natafuta ukweli usaidie maisha yangu. Ukweli uokoe watoto wangu. Ukweli uokoe wokovu wangu. Ukweli uokoe maisha yangu. Haleluya. Watu wa online, najua mnanisikiza vizuri. Hawa nakataa kusema amen, wananiangalia. Watu wa online tuseme glory be to Jesus. Are we together with you this morning? I want to tell you this morning, today is a day that we are requesting our God to give us the power of truth. We will walk with the power
power of truth this morning in the mighty name of Jesus, ili ya kwamba tusungukwe na ukweli, left, right, forward, backward. Amen. Na alikorwo Ngai atũtũrũkĩria maĩo yake harĩa hothe thiaga na maĩo ya Ngai ĩhonokagia. Na nĩndehoera rũcinĩ ruo Ngai ũrotũtũrũkĩria maĩo yake na mama njerage nayo rĩu nĩ ĩhonoki, rĩu maĩo ĩndeithie ta Ezekia. Harĩ imagine Ezekia rũgamire mbere ya Ngai na nĩ Ngai mwahora. Imagine Ngai agatũmana Wambui, Ngai agatũmana kauga rĩngĩ tera mũthuri ũrĩa atige maũndũ maingĩ nĩ ekũindia ũka kũrĩ niĩ. Imagine akamwĩra reke ngwĩre Ngai, I want to take the fact, I want to receive the fact you are God who created this earth and heaven, and I know what you said about it, but today I want to apply truth before you. Imagine Ngai akamwĩra reke ngwĩre Ngai aponyite meno rĩngĩ. Nĩ mũraririkana nginya Ngai akĩra Musa ehera thĩinĩ wa andũ a ndemanire gũthondeke gĩake. Musa akamwĩra reke ngwĩre Ngai ke ngũhe meno, reke ngũhe mengi wajira jehe gatagatĩ. Umenye Musa aliona vile waling'ang'ana na Mungu kuwatoa watoto wa Israeli kutoka nchi ya Misri, na vile watu na mataifa walikuwa wanaangalia Musa akiongoza wana wa Israeli hivi. You see? Na Farao akauliza hao watu wanaenda nchi gani? Na wale watu walikuwa wakiwasunguka walidhani hao watu wataenda wapi? Kwa maana nchi yote is occupied by people. Unaona? Mungu watu wale wakadhihaki Mungu na wakaumba mbingu nchi. Manako ni akoro Ngai athũire nchi nĩ gũthiĩ kũhoya Ngai ĩngĩ ũgatigana nake. Ihĩtia rĩrĩa rĩkoragwo rĩ inene mũno kũrĩ Ngai na na Ngai athũire nĩ gũthiĩ kũmũtua wĩtinga. Na no ĩrĩ marĩ thatu kaũndũ ta kau wa Ngai ugakoraga njĩra ndege mũno yake yakabata korwo no nyone ka alternative handũ I can go there. Akũrũkũrũkũ Ngai athũire thĩ ona macio make andũ meciragia. Ngai nĩ athũire pi na nginya ũngĩthoma Ten Commandments yuga ndũkanahoe Ngai ĩngĩ tigani, ndũkanethondekere mũhianano mũici, ndũkanainamĩrĩre Ngai ĩngĩ ũguo ũmĩhoe. Ũndũ ũcio Ngai nĩaũthũire mũno. Mangĩ nĩ gicigisi, ĩro ũcio ũngĩ nĩ gicigisi, kana kwanyu mugaga atĩa? Mugaga atĩa kwanyu? Mangĩ mũrandora mũthĩ wa mũgũtirenda kũnjarĩria. Mangĩ nĩ gicigisi, we kwanyu mugaga atĩa gĩtimo? Kana kĩhĩti mwaki. Mangĩ nĩ gicigisi. No ihĩtia rĩrĩa Ngai athũire mũno nĩ kũhoya Ngai. Rĩu Aisraeli walitolewa katika nchi ya Misri, wakaona miujiza mikubwa, wakaona vile Mungu aliachilia malaika, wakaona vile ambaye bahari ya Shamu ilitengenezwa njia na huyu Mungu. Alafu wakati waliona shida kidogo nyikani, wakati Musa alienda mlimani kuomba, wao wakajitafutia Mungu ambaye hakuwasaidia. Hiyo ni kudhihaki huyu Mungu. Jamani, Mungu akakasirika. Onarimo ni njigua galemwe Ngai ndakaleta Mungu ukahoera mutoma ukamuteithia ukamuhoera magakinyanira agacoka kona
mũthũngĩ fulani akamwĩra wĩkĩrĩte thuti na tai na nyamũ ĩrĩa ĩtagwo tere ikinyagia mũgũtho haha suspect. Rĩu kona ũcio nĩwe na akario kona tarĩ na njĩrĩrie kũhoire mĩaka ĩyo. Ona nĩ njugaga rĩu Ngai nĩ mũiyũri ekathĩ gũtirĩ kĩndũ gĩtagĩria Ngai takĩmwaũra. Ngai arauga kona ũyũ nĩeka ũguo no Ngai akĩra Musa ehere thĩinĩ wa andũ aya wĩhere ndĩmanine thondekeke. Musa amwĩre let me tell you hema wanengerire na ndĩrenda nawe mĩhũthĩre Ngai. You give me the truth but I want you all God to obey, submit to this truth you gave me. Akimwĩra kengwĩre Ngai wona wanina andũ aya thikĩrĩria wanina andũ aya arĩa monire tokoretie andũ aya makoiga nĩwaga gwa kũmatwara nĩkĩo wamoraga nĩguo ndũkamoraga tigana. Are we together? Tonight today in the name of Jesus, let us walk with truth of God upon our life. Na nili sefaga our life. Umenya jeni kayara kalete none ya fivile maya Moses. Amwile Musa manenda yule wewe adoa di kuraga. Adoa di kuraga. Kimoyo nina. Na nikyo kaitaraga kirega Musa adoa kunewaya. No menye Ngai niwe wamwonire no Ngai eraga Musa adoa kunewaya ne magaruki tigeta thiũ makore Ngai Musa agĩthiĩ tiga hĩndĩ ĩmwe Ngai Musa ethire gũciũra Ngai Musa rĩu nake nĩarakarire agĩciũra Ngai ciarĩte. Dimena nake Musa nĩwe marĩ andũ a temper from the beginning. Musa arĩ Mũlawi na Alawii nĩ arakari. Na gũtirĩ mũndũ gũkũ thĩ ĩno ũtarakara. Ndagĩrĩ mũndũ gĩakiuga atĩrĩrĩ Bishop nĩekaga atĩa nĩarakaraga. Ona karĩtwa kangĩ mahũthĩrire gĩtũmi gĩkawaririkana mũtumũrũ kanahũthĩre karĩtwa mahũthĩre karĩtwa karĩkũ nĩahiũkagĩrwo wambuya gĩthĩ akaiguĩte ndingĩrakĩũria atĩrĩrĩ sincerely speaking ndũkoragwo na feelings. You have a feeling like other people. Mũndũ akĩkwĩra ũndũ gĩtimũ kwacũre gĩtimũ nĩnyonaga kwacũre gĩtimũ nginya nĩnjiũkĩra okoaya no nariga kwa Ngai gũtirĩ mũndũ ũtahiũkagĩrwo. Kĩndũ kĩrĩa mũndũ ekaga njiarĩtwo ona wahiũkĩrwo ndũgatinde hau. Nĩ kũrĩ kũhiũkĩrwo na ngĩra mũndũ ũcio ndũkanagwĩte rĩtwa rĩu rĩngĩ tondũ andũ no marĩnyitio no. But let me tell you, andũ matuatĩre waku iwe waku we ndũhiũkagĩrwo no mũtungatĩrwe nĩ ũhiũkagĩrwo. Mũndũ ũyũ ndahiũkagĩrwo gũkũ igũrũ. Mũndũ ũyũ ndahiũkagĩrwo. Yes, you are speaking the truth. No rĩrĩa ũrenda atĩrĩ waku ũgakinya mũthĩnjĩri Ngai na ũgatua ti mũndũ. We have a feeling. Little feelings like other men, like other people in this world. If you did we call you more in our todu wanu mali ukiona duraje kabisa todu dimo giri mungu na ni amoki ona kuri abibeda ko profo mutungate ngetha marore we agikatia na ndio rĩu nĩ ũkũnjĩka kĩũndũ kĩũru na no gagĩkirĩrĩria kũringana na fruit of Holy Spirit. But let me ũguo ndĩrakirĩrĩria ũrakĩnjĩka ũguo. Bwana Yesu asifiwe. Rĩu Ngai nĩarakarire tondũ nĩ arĩ feelings cia marakara
na akigusa hiki kwa akiraka toni ya feelings cia maraka kiraga ile mwathani tinyura andũ angĩ mageria mageria marema rĩu Ngai akĩmwĩra ũkĩra ũrĩa Musa mwĩrire karĩ ndatũmire magĩrĩ kwa sanjio mũno nini ndatũmire magĩrĩ mahu Jona udathoma ndiko ndio na Musa na Yaraka awitugenda Musa akali maita ta matatu mara matubire Ngai mora no naka aicoka kiro ni Ngai diwai niga agithia kiri hura na guacho hura ndio na hura Ngai hau ko Ngai ni maundu ma matinoka wahura ni Ngai wahura mbere ya ciana cia Isiraeli hau niho Ngai amwĩrire rĩu Muka Musa nona bũrũri ũrĩa ndakwĩra ngakũhe nĩguo ũcio agĩtigania muonia the truth ĩrĩtĩrio thĩinĩ wa truth akĩmwĩra nĩgetha ũmenye I am the God who gave human spirit truth. Start here. Akipotole kimelekea Moab akimwira n'uno kuba kibaka Musa kibai nona bũrũri ũcio nĩguo bũrũri ũrĩa ndĩrakwĩra wa Kaanani na nĩguo andũ magathi akiona wega Ngai akĩreka awone nĩgetha ndagakue mwao akiuga Ngai ndanamuonia na gũtirĩ hĩndĩ tiarĩtie Ngai atagakuonia amwĩria rũgama haha igũrũ rũgama wega akĩrwo abararia kĩongo na tũmagũrũ akĩrũmona bũrũri ũrĩa ũcio nĩguo ndakwĩrire na rũgendo ruothe ũkĩte ndĩrenda gũtwarĩra andũ a bũrũri ũrĩa no rĩu ndũkinya kuo nake Musa akĩmwĩra ona no wega ndũkinya kuo ndimenya ũrĩa mekanganire na Ngai na araika agĩtwarwo igũrũ tondũ Musa gũtuĩka gũtirĩ mũndũ oimbĩrĩra Musa harĩ amwĩtĩkia kuonia maĩ nĩ kũrĩa rĩngĩ God of we are serving God who brings truth in a human being. Ngai ũrĩa wanarehe ma harĩ andũ na rĩu Ngai ũcio nĩwe ndamũrehera rũcinĩ ũmũthĩ nĩgetha ateithanie na ithuĩ ũmũthĩ nĩ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday nginya mĩaka igana ĩgoka na mĩaka ngiri ĩgoka ma ĩyo ĩtũre ĩrũgamĩte na ithuĩ tondũ Ngai erire Musa ĩrĩa nĩyo Kana na rĩu ara nĩyo Akana na mĩciĩ ĩrĩa nĩyo ngwĩraga ya Akana na nĩyo ndĩrenda Aisraeli mathi mahũre andũ arĩa mamehĩte maikare na nĩndaigire andũ acio because mbiugaga tũgetagwo Canaanite andũ arĩa marĩ hinya na araihu mũno wa mbũi na marĩ ciũga nda nĩo ma-occupyire Kana nĩgetha ndĩkahũtio nĩ tũmũndũ oro ũguo rĩu ya-occupyirwo nĩ andũ acio nĩgetha maikarie Kana kwarĩ iria na nyama na ũkĩ na kwarĩ na maciaro mega na kwarĩ njũĩ Ngai akĩonia Musa rĩu akamwĩra atĩ Ngai ũrĩa ũkoragwo na ma arocindagithĩrĩria rekei tũrũgame na magũrũ maitũ ili ya kwamba tumwabudu tumwambie Bwana asubuhi hii njema. Baba, katika jina safi la Yesu naja mbele yako katika jina la Yesu. Wewe Yesu ndiye umebeba ukweli, kwa maana wewe Yesu ndiye ulitoka mbinguni na ukaingia ndani yangu ili nitembee na ukweli ule. Leo katika jina la Yesu nimekuja niuweke ukweli ndani yangu na ukweli ukae na mimi katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo naomba ukweli utembee na mimi. Naomba ukweli uniokoe, ukweli uliokuwa Shadraka na Meshaki na Abednego. Na leo naomba ule ukweli uniokoe katika mambo iliyo dunia hii, uniokoe kwa miungu yoyote ambayo wanataka
Mungu sasa, na ukweli wa huyu Mungu uniokoe katika jina la Yesu Kristo. Na kusihi mande ya leo ukweli uwe pamoja na mimi katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa ukweli, thibitisha mema juu yangu. Simama na mimi asubuhi ya leo, nipe ukweli wa kuishi sasa katika jina la Yesu Kristo, kwa maana wewe ni Mungu mwaminifu. Naomba ukweli wako, naomba ukweli wako, naomba ukweli wako utembee pamoja na mimi leo. Weka ukweli mdomoni mwangu, weka ukweli katika kizazi changu, weka ukweli katika mwito ulioniita. Uliweka ukweli ndani ya Elia, na wakati alipokuwa anapigwa na watu walioabudu miungu ya sanamu, Elia alishinda wale watu na ukweli wako. Asubuhi ya leo ukweli wako utembee na mimi, ukweli wako utembee na maisha yangu, ukweli wako usaidie biashara yangu, ukweli wako usaidie na ufungue. Biblia inasema kwamba wakati tutafahamu ukweli, ukweli utatuweka uhuru. Naomba unipe nguvu ya kufahamu ukweli wako, ukweli wa uponyaji, ukweli wa miujiza, ukweli wa kujibiwa ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Nasimama kwa madhabahu haya, naita ukweli wa Mungu sasa, ikiwa ni mwanzo wa nchi hii. Naomba nilinde na ukweli wako, naita damu ya Yesu nisumbuke. Safari zangu za wiki hii yote ninaiweka mkononi mwako, usiku na mchana. Jehova, nisaidie na ukweli wako, masaa na wakati na nukta. Nisaidie na ukweli wako uliosaidia Ezekia wakati alielezwa ya kwamba atakufa, na wakati aliposimama na alitafuta ukweli mbele zako. Nimetafuta ukweli kwa watu, nimeutosha. Wale watu nilidhani ya kwamba wanabeba ukweli juu yangu, wale ndiye wananisaliti, wale ndiye wananinyanyasa. Lakini siku ya leo katika jina la Yesu, naomba ukweli wako, naomba ukweli wako uwe pamoja na mimi asubuhi hii ya leo. Naomba ukweli wako. Kuna watu nilidhani wanaweza kunipatia ukweli wa maneno, hawakunipatia ukweli wa maneno. Kuna watu nilidhani katika maisha yangu wanaweza kunipatia ukweli, wao ndiye walinidanganya na wakaninyang'anya. Leo katika jina la Yesu, naomba Mungu uwe pamoja nami katika jina la Yesu, kwa maana Baba unaweza. Nifunulie ukweli wako, naomba nifunulie ukweli wako, nitembee na ukweli wako sasa katika jina la Yesu. Nifunulie ukweli wako, kwa maana Baba unaweza. Asante kwa maana ni wewe kimbilio, na ni katika jina safi la Yesu nimeomba na nimeamini. Tuseme, naomba uinue mkono wako mbele za Bwana katika jina la Yesu. Sema nyuma yangu: Baba, katika jina safi la Yesu, nimesimama leo, unipe ukweli wako, nitembee na ukweli wako. Maisha yangu yote yawekwe nguvu na ukweli wako. Kizazi changu iwekwe nguvu na ukweli wako. Kazi ya mikono yangu iwekwe nguvu na ukweli wako. Sauti yangu iwekwe nguvu na ukweli wako. Macho yangu, maisha yangu yote, mwili wangu wote usimamishi na ukweli wako. Na kuanzia sasa, kwa ukweli wako nimepona, kwa ukweli wako nitaishi, kwa ukweli wako nitabarikiwa, kwa ukweli wako sitakosa, kwa ukweli wako
nitainuka. Kwa ukweli wako nitapata mema. Kwa ukweli wako nitainuliwa. Kwa ukweli wako nitashinda adui wangu, nitashinda watezi wangu, kwa maana Baba unaweza. Na ni katika jina safi la Yesu nimeomba na nimeamini. Tumpigie Yesu makofi. Watu wa online, katika jina safi la Yesu na kuombea sasa upate ule ukweli. Mahali uko sasa, pokea ukweli wa maisha yako. Yeyote mgonjwa apokee ukweli wa kupona. Yeyote ambaye anapitia katika hali haieleweki apate ukweli. Katika jina la Yesu nimeomba na nimeamini. Amen and amen.